sisi, na tulipokee kwa furaha kwa imani hilo neno lenye kutuletea wokovu. Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Jumatatu baada ya tokeo la Bwana, mwaka A wa kanisa. Masomo yetu ya leo, somo la kwanza linatoka katika waraka wa kwanza wa Mtume Yohane kwa watu wote, sura ya 3 aya ya 22 hadi ya 4 na aya ya 6. Na Injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Mathayo, sura ya 4 aya ya 12 hadi ya 17 na ile aya ya 23 hadi 25. Karibu tusikilize Injili. Somo katika Injili ilivyoandikwa na Mathayo. Siku ile Yesu aliposikia ya kwamba Yohane amefungwa, alikwenda zake mpaka Galilaya. Akatoka Nazareti, akaja akakaa Kapernaumu, mji ulioko pwani mipakani mwa Zabuloni na Naftali, ili litimie neno lililonenwa na nabii Isaya akisema, nchi ya Zabuloni na nchi ya Naftali, njia ya bahari ng'ambo ya Yordani, Galilaya ya mataifa, watu wale waliokaa katika giza wameona mwanga mkuu, nao waliokaa katika nchi na uvuli wa mauti mwanga umewazukia. Tokea wakati huo Yesu alianza kuhubiri na kusema, tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Naye alikuwa akizunguka katika Galilaya yote, akifundisha katika masinagogi yao na kuihubiri habari njema ya ufalme, na kuponya ugonjwa na udhaifu wa kila namna katika watu. Na habari zake zikaenea katika Shamu yote, wakamletea wote waliokuwa hawawezi, walioshikwa na maradhi mbalimbali na mateso, wenye pepo na wenye kifafa na wenye kupooza, akawaponya. Na makutano mengi wakamfuata kutoka Galilaya na Dekapoli na Yerusalemu na Uyahudi na ng'ambo ya Yordani. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Pendwa taifa la Mungu, karibuni tutafakari sehemu ya maandiko matakatifu katika sehemu ya Injili hii ambayo tumesikia hivi punde. Katika sehemu hii irudi katika sura ya 3 ya mwinjili Mathayo, tunamwona Yesu anabatizwa na Yohane. Na hii ni ishara kwamba wakati wa Yesu wa kufanya utume wa utumishi wake unaanza. Utumishi wake wa wazi umefika, na baada ya kubatizwa kwake anaondoka Nazareti na anaenda kaskazini mwa Galilaya kwenye mji wa Kapernaumu iliyoko kando ya ziwa Galilaya. Wapendwa taifa la Mungu, katika sehemu hii Yesu anatualika tutafakari mambo matatu. Jambo la kwanza ni utume kamili. Ndugu zangu, tukiwa kama Wakristo wabatizwa, tumepewa jukumu la kuihubiri Injili. Tumepewa jukumu la kuwa na utume wa kuihubiri Injili, ya kuhubiri habari njema. Ili basi tuweze kuwa na utume ambao ni kamili, tunapaswa kujifunza kupitia Yesu mwenyewe. Yesu anafundisha kwa maneno, anawafundisha makutano akiingia katika masinagogi, lakini tu alikuwa hafundishi maneno peke yake, bali maneno yake yalienda sambamba, yalienda pamoja na matendo. Alikuwa akiwaponya wagonjwa waliokuwa wanasumbuliwa na magonjwa mbalimbali. Yesu aliwaponya. Hivyo kumbe tunajifunza kwamba katika kuihubiri Injili tusio watu tu wa kuongea midomoni mwetu, bali matendo yetu yawe na uhalisia wa yale ambayo tunaongea. Yale ambayo tunahubiri kwa wenzetu yanapaswa yaende sambamba, yanapaswa yaende pamoja. Hivyo basi kumbe imani bila matendo ni bure. Hivyo basi ndugu zangu, nawaalika siku ya leo daima matendo yetu yafanane na imani yetu. Imani hii ya kuwa Kristo, ya kuwa wafuasi wa Kristo
matendo yetu yanapaswa kuakisi imani yetu ya Kikristo. Wapendwa taifa la Mungu, katika sehemu hii pia tunaalikwa siku ya leo kufanya mabadiliko. Ndio maana mwinjili Mathayo katika sehemu hii anasema kwamba tubuni. Kumbe basi ni mwaliko kwetu sisi kufanya mabadiliko, na sio kwamba kufanya mabadiliko ya tabia ndogo ndogo, bali ni kugeuka kwa Mungu pale ambapo mara kadhaa tunaenda kinyume na Mwenyezi Mungu, pale ambapo tabia zetu, matendo yetu hayaakisi uwepo wa Mungu. Siku ya leo tunaalikwa tuache menendo hiyo, tumgeukie Mungu, tumgeukie huyu Mwokozi ambaye tumempokea, aliyezaliwa katika mioyo yetu, tuliyempokea kama mkombozi wa maisha yetu. Anapaswa kwa mwongozo wa matendo yetu katika maisha yetu. Wapendwa taifa la Mungu, katika sehemu hii ya maandiko matakatifu pia Yesu anatualika. Katika sehemu hii pia maandiko matakatifu tunajifunza kuwa Mungu huchagua mahala penye giza zaidi na kupeleka mwanga wake. Yesu anaanza kuhubiri, na katika utume huu wa Yesu anaanza katika mji wa Galilaya, mji ambao ulikuwa unadharaulika na Wayahudi. Wayahudi walikuwa wanaudharau. Kirejea katika Injili ya Yohane sura ya 7 aya ya 41, Wayahudi walikuwa wanajiuliza, huyu ndiye Kristo, anatoka Galilaya? Hivyo walikuwa wanajiuliza, inawezekana vipi atoke Galilaya? Hivyo kumbe ni mji ambao ulikuwa unadharauliwa, ulikuwa unaonekana ni mji wa ovyo. Kumbe basi tunajifunza kuwa Mungu anapoanzisha kazi yake anachagua yule ambaye yeye anamuona anafaa kwa kazi yake, na si kwamba anachagua kama vile sisi wanadamu tunaona. Kumbe Mungu anaweza kutenda kazi yake kupitia mtu yoyote. Anaweza kumchagua mtu yoyote yule ili aweze kuitenda kazi yake, na sio kama sisi ambao tunafikiria. Kumbe Yesu anachagua sehemu ambayo yenye giza zaidi na anawapelekea mwanga. Kumbe basi ni fundisho sisi kwetu. Mara kadhaa tunaangalia mtu ambaye pengine ana mapungufu kadhaa na tunamwona hafai katika jamii, au mtu ambaye ana kilema fulani, basi kutokana na mitazamo yetu ya kibinadamu tunaona hafai kufanya jambo fulani, au kwa nini huyu ni mlevi na amekuwa kiongozi. Kumbe basi Mungu anamchagua mtu kutokana na mapenzi yake. Basi tupate mfano mmoja ambao kulikuwa na mbwa ambaye alikuwa na rangi nyeusi. Sasa na katika kile kijiji, mbwa akiwa na rangi nyeusi ilikuwa inaonekana kama ni mbwa ambaye mwenye laana, na hata wale mbwa walikuwa wanamuona yule mbwa kama sio mwenzao. Lakini yule mwenye mbwa huyo mweusi, yule mmiliki wa huyo mbwa mweusi alikuwa akimpenda yule mbwa na kumuona kama mbwa mwingine, kwa sababu alikuwa ni mbwa ambaye alikuwa ni jasiri sana. Na siku moja akiwa katika mawindo, huyo mbwa mweusi alimuona sungura, akawa anamfukuza ili aweze kumpata, na wale mbwa walivyomuona wakawa wanamfuata nyuma kama kumkimbiza, kwa sababu walikuwa hawaelewi huyu mbwa au mwenzetu anamfukuza nani. Na yule sungura kwa bahati mbaya aliingia katika pango, na yule mbwa mweusi kutokana na umahiri wake wa kuwinda alimsubiri. Wale mbwa walipofika pale wakamkuta yule mbwa mweusi amekaa akimsubiri sungura, na wenyewe basi walikaa chini na kuanza kumsubiri. Lakini kutokana na hawa mbwa wengine walikuwa wanapendwa na kile kijiji au ile jamii, walichoka, na baadaye wale mbwa wakaondoka na akabaki yule mbwa mweusi. Kumbe baada ya muda kidogo yule sungura alitoka katika ile pango, na huyu mbwa mweusi ambaye alionekana hafai katika ile jamii aliweza kumkamata huyu sungura na kumpeleka kwa aliyekuwa anamtunza. Ndugu zangu, hadithi hii inatufundisha kwamba mara nyingi katika jamii ambayo tunaishi tumekuwa watu wa kuwalaumu wenzetu, tumekuwa watu wa kuwaona wenzetu hawafai kitu, tumekuwa watu ambao wa kuwanyanyapaa wenzetu, pengine kutokana na hali zao, pengine kutokana na vilema vyao, pengine kutokana na hali zao mbalimbali za kimaisha. Kumbe basi siku ya leo kupitia injili hii ya sehemu hii ya maandiko matakatifu, ambapo tumeona Mwenyezi Mungu anachagua ile sehemu ambayo yenye giza zaidi na anaweza kupeleka mwanga wake. Hivyo basi sisi nasi
tubadilishe huo mtazamo wa kuona wenzetu hawafai katika jamii, hawafai kuwa viongozi, hawafai kuwa viongozi wa dini, hawafai kuchukua nafasi mbalimbali katika jamii yetu. Hivyo basi tunaalikwa kuwa watu wa upendo. Hivyo basi tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie nguvu ya kutenda yote yanayompendeza. Yeye ndiye mwanga anayeangaza gizani na anatuita sisi sasa kuwa mwangaza katika ulimwengu wetu. Nakushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Mark Dismas Ibede wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana, neno limekuja kwetu sisi, na tulipokee kwa furaha.